itakusaidia nini wewe ukiipata dunia nzima na uipoteze nafsi yako mwenyewe? Itakusaidia nini wewe umiliki magari mengi, umiliki ma-V8, umiliki maviwanja, umiliki biashara, umiliki magorofa, halafu tena unaenda motoni? Itakusaidia nini? Kitakachokupeleka wewe mbinguni ni matendo yako. Matendo yako. Na wewe matendo yako unayafahamu. Kama wewe ni mtu mwema, ni mtu wa kusali, ni mtu mwenye kujali watu wengine, mtu mnyenyekevu, mtu mwenye upendo, basi siku ya mwisho utahukumiwa kama mtu mwenye upendo, na utawekwa ambapo watu wenye upendo wanawekwaga na Mwenyezi Mungu. Kama wewe tena basi ndio mtu ambaye wafujo. Hapa Tunduma pana waganga wa kienyeji. Kwa hiyo kama wewe ndio mtu wa kila siku unaenda kwa waganga wa kienyeji, unaenda kuchukua dawa ya bahati, dawa hii, alafu ukifika kanisani unajifanya kama wewe ndio mtu mwema sana, utahukumiwa kutokana na lile unalolifanya. Kama wewe ni mwizi, utahukumiwa kulingana na namna yako unayoishi. Ndio maana hapa nasema kwamba kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Atamlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Sasa jiulize wewe, hapo matendo yako ni mazuri? Yaani matendo yako ulionayo wewe ni mazuri? Yanafaa? Hapa Tunduma watu wengi ni wafanya biashara. Uongo kweli? Unafanya biashara ya haki? Nafanya biashara ya haki? Mimi nitakwambia, muda mwingine sisi wa Kristo, sio mara zote, lakini muda mwingine tumekuwa si wa kweli sana katika biashara. Mimi gari langu, fundi wangu mkuu ambaye namtegemea na ni mwaminifu sana, ni Muislamu. Ni nani? Ni Muislamu. Muda mwingine nasema ingia napeleka kwa Wakristo wenzangu, wananichomolea masega, wanaiba masega. Wenda kwa Mkristo mwenzako, anakubadilishia kitu fulani, anakuibia hiki. Wenda kwa Muislamu nashangaa hajakuibia kitu chochote. Wewe utaenda wapi? Kutuongea ukweli, wewe utaenda wapi? Kwa hiyo muda mwingine sisi hapa tunashindwa kumtangaza Kristo. Nasema sisi wa Kristo, lakini matendo yetu sio yenyewe. Tunashindwa kuwa watu wa haki. Mafundi simpo hapa jamani? Kuweni waaminifu. Wewe unafanya biashara yako. Kama wewe ni mfanya biashara, jitahidi basi fanya biashara ya haki, na pengine kwa namna moja au nyingine umekosea katika sehemu fulani, muombe Mwenyezi Mungu akusamehe mapema iwezekanavyo, ili uanze kuanza kuishi vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu yeyote akitaka kunifuata ajitwike msalaba wake na anifuate. Kwa maana mwenye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya maslahi mapana zaidi ya uzima wa milele ataipata. Kwa hiyo sisi tuwe tayari kupata hasara kwa muda mfupi, lakini tuweze kupata faida kwa maslahi mapana zaidi ya uzima wa milele. Itakusaidia nini wewe ukiipata dunia nzima na uipoteze nafsi yako mwenyewe? Itakusaidia nini wewe umiliki magari mengi, umiliki ma-V8, umiliki maviwanja, umiliki biashara, umiliki magorofa, halafu tena
unaenda motoni itakusaidia nini?